Ndugu zanguni, katika hii dunia tupo kwa muda. Hiki ni kituo, na kituo hiki ni kwa ajili ya kujiandaa na maisha mengine. Maisha hayo mengine ni maisha ya akhera. Kwa lugha ya Kiarabu tunasema kwamba maisha ya mwisho. Tunaposema maisha ya mwisho, tuna maana kwamba huko hakuna tena kufa. Ni maisha ya moja kwa moja, hakuna mtu kufanya dhambi, hakuna mtu kufa tena. Thumma la yamutu fiha wala yahya, wale watu wa motoni, kwamba hawafi tena na wala hawana uhai wa maana. Lakini sisi watu wa peponi tusemeni insha Allah. Amin. Sisi watu wa peponi la yasmauna fiha laghwan wala kidhaba, hawatosikia mambo ya kipuzi wala ile kuongopeana kwamba nichague nitakuletea barabara lami, nitakuletea hiki, mara wakuletea wajifanye kama wanajenga barabara, lakini hamna hata mnapoona yale magari yao yanakaa wapi. Hivi nguzo za umeme hazingolewi. Masuala ya urongo kule hakuna. Kule ni ukweli tu. La yatakallamuna fiha illa man adhina lahu arrahmanu, lakini waqala sawaba, hatosema binadamu uko peponi illa man adhina lahu arrahman, isipokuwa yule atakapewa idhini na Mwenyezi Mungu kwamba wewe sema. Na akisema waqala sawaba, atasema yale yaliyo ya kweli tu, hawezi kusema urongo. Na akithubutu kusema ule urongo, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Siku hiyo itafungwa mdomo hautazungumza, kitakachozungumza ni mikono, kitakachotoa ushahidi ni miguu kwa yale yote tulikuwa tukiyafanya hapa duniani. Ndugu zanguni, kama utatuliza kichwa chako vizuri, ukaisoma Qur'ani vizuri, ukaangalia miujiza usiku namna unavyoingia, mchana namna unavyoingia. Mwezi juzi tu hapo ulikamatwa. Kwa nini ukamatwe? Nani alikukamata? Kwa lugha ya Dar es Salaam unasema ulishikwa. Ulikamatwa, ulipita katika njia isiyokuwa ya kwake ukakamatwa. Ukiangalia hayo na mengineyo, utabaini kwamba kweli kufa tunajua kwamba kupo kweli. Issue ni kufufuliwa. Kwa ukiangalia miujiza ya Mwenyezi Mungu utabaini kwamba kweli kufufuliwa kupo. Sasa kama kufufuliwa kupo kweli, al-kayyisu man dana nafsahu, mwenye akili timamu ni yule mwenye kujiangalia yeye mwenyewe vizuri juu yale matendo anayoyafanya katika hii dunia. Anafanya vile kwenye Mungu anavyotaka au anafanya kinyume? Tumsali Mtume. Kikubwa ni kufanya vile Mungu anavyotaka. Ukiwa umefanya kinyume, Bwana Mtume anasema wewe si katika watu wenye akili. Al-kayyisu ni mtu mwenye akili timamu. Man dana nafsahu ni yule mwenye kuipeleleza nafsi yake, kisha akijibaini kwamba ana makosa, wa amila lima ba'da al-mauti, kisha akafanya kazi ambayo ya matendo yaliyo mazuri yatakayokuja kumsaidia baada ya kufa kwake. Tumemwambia hapa al-ana yaatika al-malakani, sasa hivi watakuja malaika wawili wakarimu wenye kuhesabu matendo, usiwaogope. Yale tumesema taban, lakini yeye ndio yuko hivyo kweli?